Marekani imefanya mashambulizi mapya dhidi ya Iran kwa kulenga maeneo ya kijeshi katika miji ya Sirik, Bandar Abbas na kisiwa cha Qashem, huku ikisema kuwa hatua hiyo ni jibu la kile ilichodai kuwa ni mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz yaliyokiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa mujibu wa kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM, operesheni hiyo ilianzishwa baada ya meli 3 za mafuta kushambuliwa kwa makombora katika mlango wa Hormuz, njia muhimu inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani. Marekani ilisema mashambulizi hayo dhidi ya usafiri wa kibiashara yalikuwa kitendo cha uchokozi kisichokubalika na kwamba yangejibiwa kwa hatua za kijeshi. Katika taarifa yake kupitia mtandao wa X, CENTCOM ilieleza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa na lengo la kuiwekea Iran gharama kubwa kwa kile ilichodai kuwa ni kulenga na kushambulia meli za kibiashara. Jeshi hilo liliongeza kuwa vitendo vya Iran vilikuwa vya hatari na vilivunja makubaliano ya kusitisha mapigano yalikuwa yameanza kutekelezwa kati ya pande hizo mbili zinazohusika kwenye mzozo huo. Vyombo vya habari vya Iran viliripoti milipuko mikubwa kusikika mapema hii leo Jumatano, Julai 8 mwaka 2026 katika mji wa bandari wa Sirik, kisiwa cha Qashem na Bandar Abbas. Kwa mujibu wa ripoti hizo, moja ya makombora lilipiga gati la biashara katika Sirik na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa kutokana na vipande vya milipuko, ingawa hakuna raia aliyeripotiwa kupoteza maisha. Ripoti hizo pia zilisema maeneo ya uvuvi katika Sirik na Bandar Abbas yaliharibiwa, huku boti kadhaa za uvuvi zikiteketea kwa moto baada ya kushambuliwa. Mwandishi wa televisheni ya taifa ya Iran alisema miundombinu ya bandari ilipata uharibifu, huku vikosi vya uokoaji vikipelekwa mara moja katika maeneo yaliyolengwa. Mashambulizi hayo yamefanyika saa chache tu baada ya maelfu ya watu kukusanyika katika mji mtakatifu wa Qom kwa ajili ya kumwaga kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ambaye aliuawa katika mzozo wa hivi karibuni. Mazishi hayo yalihudhuriwa na viongozi wa serikali, makamanda wa jeshi na maelfu ya wananchi waliokuwa wakitoa heshima zao za mwisho. Mbali na operesheni za kijeshi, Marekani pia imefuta kibali cha muda kilichokuwa kinaruhusu Iran kuuza mafuta chini ya masharti maalum ya vikwazo. Hatua hiyo inaongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Iran, wakati mazungumzo kuhusu suluhu ya kudumu ya mzozo huo yakiendelea. Afisa mmoja wa Marekani aliyezungumza na shirika la habari la AFP kwa sharti la kutotajwa jina alisema vitendo vya Iran katika mlango Hormuz havikubaliki kwa Marekani na vitakabiliwa na matokeo. Kwa mujibu wa afisa huyo, Washington itaendelea kuchukua hatua za kijeshi na kiuchumi endapo usalama wa njia za kimataifa za usafirishaji utaendelea kuhatarishwa. Mlango wa Hormuz ni mojawapo wa njia muhimu zaidi za biashara ya mafuta duniani, ambapo sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kimataifa hupitia kila siku. Kutokana na umuhimu wake, mashambulizi yoyote katika eneo hilo huibua hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta na kupanda kwa bei katika masoko ya kimataifa. Hadi sasa Iran haijatoa taarifa rasmi kuhusu hatua za kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi hayo, lakini imekuwa ikisema mara kwa mara kuwa itajibu mashambulizi yoyote dhidi ya ardhi au maslahi yake. Wakati huo, jumuiya ya kimataifa inaendelea kutoa wito kwa pande zote mbili kujizuia ili mzozo huo usigeuke kuwa vita vikubwa zaidi katika Mashariki ya Kati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.